Praise God. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Barikiwa sana. Tafuta kiti chako na uketi chini kwa uwepo wa Mungu. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Asante sana kwa imbaji wetu. Mebariki moyo wangu asubuhi ya leo. Nasikia kubarikiwa, nasikia uwepo wa Mungu ukiwa ndani ya maisha yangu. Haleluya. Asubuhi ya leo sina budi kumshukuru Mungu, ni kwa sababu ya kipawa cha uhai ambacho amenipa asubuhi ya leo. Maana si kwa nguvu zangu. Imemgharimu Mungu mimi kuamka asubuhi, nimejiandaa, tayarisha vizuri, nikakuja kwa nyumba ya Bwana. Haleluya. Daudi akasema, nilifurahi nilipoambiwa twende nyumbani mwa Bwana. Are you happy this morning? Unafurahi kuwa ndani ya nyumba ya Bwana? Kama unaona jirani yako hapo kando yako na ana furaha, mwambie furahi ukiwa ndani ya nyumba ya Bwana. Ama utoroke. Maana katika nyumba ya Bwana kuna baraka, kuna kila kitu. Haleluya. Haleluya. Amen. Unajua unapokuwa kule nyumbani, unatakuwa na stress fulani, maybe leo sijakunywa chai, maana sikuwa na sukari, sikuwa na majani. Unaanza kukua na mawazo mengi. Lakini unapofika nyumba ya Bwana, sahau yoyote. Namwambia Bwana, nimekuja nyumbani mbele zako ili nikaweze kusikia kutoka kwako na kubarikiwa. Haleluya. Amen. Kwa hivyo ninashukuru, nasema asante kwa bishop wetu kwa nafasi kuniheshimu jinsi hii. Kusimama katika mbele yenu ama kuhudhuria kanisa. Haleluya. Hakika si rahisi. Unaposimama katika madhabahu haya kumhudumia Bwana, usicheze. Jitolee ndani ya moyo wako na kushukuru Mungu, mwambie Mungu, kwa neema hii umenipa, hakika ni mkono wako. Haleluya. Amen. Kwa hivyo nashukuru sana bishop wetu mahali hapa, na pia na mama na ofisi yake ya wazee, wa mama, vijana, watoto. Nasema Bwana awabariki sana. Amen. Jinsi mmenipenda jinsi hii, kunipa nafasi hii ili nikaweze kuhudumu mbele yenu. Haleluya. Hakika nasikia kushuka chini ya Mungu na kunyenyekea kabisa. Haleluya. Nasikia kujiachilia mbele za Mungu na kumwabudu huyu Mungu kutoka ndani ya moyo wangu kwa nguvu. Haleluya. Amen. Kwa nguvu. Praise God. Amen. Kwa hivyo sitaki kwenda mambo mengi. Nataka tukaweze tu kujifunza neno la Mungu kwa ufupi asubuhi ya leo. Tuone Bwana anaenda kunena na sisi nini. Haleluya. Kwa hivyo tuleta mawazo yako mahali hapa. Mchungaji mmoja alikuwa akatuambia kwamba najua wengine Jumapili mnapenda kujiandaa kupika chakula ya jana. Ndio kesho yenyewe unapokuja kanisani, ukitoka iko ready tu, ukifika kwa nyumba ni kukula. Sasa usikumbuke hiyo chapati. Usikumbuke hiyo mchele uliacha kwa sufuria. Usikumbuke hiyo pilau. Usikumbuke kale ka samaki. Haleluya. Acha ukweli. Wacha sasa Mungu akutawale. Usikie pia neno lake. Unajua neno ndio chakula cha uzima. Haleluya. Kwa hivyo sina mambo mengi, nataka leo tujifunze juu ya tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu wa Mungu namna hii. Haleluya. Sina mambo mengi. Mimi niko tu na mambo machache, hata tutashangaa sana. Mkifikiria ati bado naendelea, ndio itakuwa nimemaliza. Haleluya. Nataka unifungulie kitabu cha Waebrania 2. Kwanza tupenyewe mpaka mstari wa 3. Hebrews 2 verse 1 to 3. Nataka mwenye amepata tusome vizuri pole pole, kila mtu asikie na elewe. Waebrania 2 kuanzia 1 hadi 2 inasema, kwa hiyo imetupasa kuiangalia zaidi ya hayo yaliyosikiwa, tusije tukayakosa. 2. Kwa maana ikiwa lile neno lililonenwa na malaika lilikuwa imara, na kila kosa na uasi ulipata ujira wa haki. 3. Sisi je, tutapataje kupona?
tusipojali wokovu mkuu namna hii ambao kwanza ulinenwa na Baba kisha ukadhibitika kwetu na wale waliosikia. Asante. Amen. Tumesikia vizuri jinsi Biblia imeweza kusomewa asubuhi ya leo ya kwamba kwa hiyo imetupasa kuiangalia zaidi hayo yaliyosikiwa tusije tukayakosa. Imetupasa kuiangalia zaidi hayo tuliyoyasikia tusije kuyakosa. Praise God. Mstari wa 2 ukasema, kwa maana ikiwa lile neno lililonenwa na malaika lilikuwa imara na kila kosa na uasi ulipata ujira wa haki. Tunaona ya kwamba hapa kulikuwa na malaika. Na malaika huyu kuna maneno ambayo aliyanena. Bwana Yesu asifiwe. Malaika kuna maneno ambayo aliyanena. Na ndiposa aliponena maneno haya, tunaona ya kwamba hayo maneno aliponena watu hawakuiangalia na hawakuyasikia. Alinena maneno akasema ya kwamba juu ya kanisa lake na ama juu ya watu wa Mungu. Lakini maneno hayo watu wa Mungu hawakuyashika na hawakuyaangalia. Praise God. Amen. Lakini kuna maneno alinena. Na maneno haya hata hivi leo yananenwa katika kanisa la Mungu. Mara mingi viongozi wetu wamenena mambo juu ya maisha yetu, lakini kwa sababu ya ile ignorance ya Wakristo. Unajua watu ambao wanakuanga na kiburi sana. Ni watu gani? Wakristo. Tunajua ni Bible study, tunataka tujifunze pamoja. Tunajua Bible study ni kujifunza neno la Mungu kwa pamoja. Haleluya. Amen. Watu ambao wanaitwa Wakristo wanakuanga na kiburi sana. Na kiburi yao unajua inatokea wapi? Wanasemanga mimi ni mwana wa Mungu, nimeokoka, Yesu ni Bwana, naenda mbinguni. Haleluya. Amen. Yaani wanakuanga na kiburi kingine. Lakini wengine inakuanga mbaya. Kwa hivyo yako angalia inakuanga gani. Lakini ukikuwa na kiburi mzuri ndani ya Mungu na kumwambia mimi ni mtoto wa Mungu, mimi ni mtoto wa ufalme, hiyo inapendeza, si ndio? Amen. Lakini kuna kiburi kingine ambayo hawasikii. Wanazaambiwa maneno lakini hawafanyi nini? Hawasikii. Na hiyo kiburi si mzuri. Anasema after all utanipeleka wapi? Unajua tena hiyo kizungu inakuanga mbaya. After all utanipeleka wapi? Na mimi ni mwana wa Mungu. Hata hawezi sema mwana wa Mungu. Anasemanga tu mimi ni mimi. Mimi ni Muluya. Ama mimi ni Tachoni. Mimi ni Mukabarasi. Utanijua mimi ni nani? Hiyo kiburi ni mbaya. Hiyo hakuna mahali za kupeleka. Praise God. Sasa zingine nafaa hata ujivune useme mimi ni mtoto wa mfalme. Mfalme Yesu Kristo. Haleluya. Kwa hivyo kuna maneno malaika walionena lakini watu hawakuyazingatia. Ndio Biblia inasema kwa hiyo imetupasa kuiangalia zaidi hayo tuliyosikiwa tusije tukayakosa. Inatupasa kusikia neno la Mungu ili kuna wakati unapofika usiyakose mambo ambayo labda utakuwa unahitaji katika maisha yako. Haleluya. Na mstari mkubwa sana ambao nataka tuongelee ni hiyo namba 3. Somaji wangu naweza nisomea tena. Namba 3. Verse 3. Inasema, sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii ambao kwanza ulinenwa na Bwana kisha ukadhibitika kwetu na wale waliosikia. Haleluya. Amen. Kila mtu aseme amen. Amen. Sisi je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu wa namna hii? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumekuwa na kifo cha Yesu msalabani, kuteswa wiki ambayo limeisha, Easter, Good Friday. Haleluya. Watu wamesherehekea kifo cha Yesu, wamesherehekea kukufa kwake na tukasherehekea pia kufufuka kwake. Haleluya. Alipofufuka na siku ya tatu,
Sasa anaketi katika kiti cha enzi cha baba yake. Haleluya. Amen. Akiwa amebeba utukufu wote na nguvu zote za Mungu. Haleluya. Amen. Je, wewe unatafakari hiyo kifo ya Yesu? Sasa hivi unafaa useme mimi ni mshindi. Na yaweza yote, nimeshinda yote, jinsi Yesu wangu alipoyashinda yote pale msalabani. Haleluya. Na kwa sababu alipoyashinda yote pale msalabani, ndio leo hii wewe uko hai. Amen. Uko huru kweli kweli. Amen. Haleluya. Amen. Na Biblia ikatuambia hapo, sisi je, tutawezaje kupona? Kwa Yesu alipokufa pale msalabani, akatupa kitu ambacho ni wokovu. Hallelujah. Hii wokovu aliutoa kwa gharama kubwa sana. Haleluya. Amen. Sipendi mtu akicheza na wokovu. Maana mimi leo hii ninashuhudia jambo. Maisha yangu jinsi yamefika, kama singejua ninampenda Mungu, ningekuwa ndani ya kaburi, ndani ya mchanga. Praise God. Amen. Ningalikuwa nilikufa kitambo, lakini kwa sababu ya kumpenda yes. Kama mama, si kama mama. Ukisema kama mama, wewe si mama. Yaani ni kama mfano, mimi mama. Nimeona mkono wa Mungu, niko hai leo. Praise God. Yesu alikufa msalabani, akafufuka na akatupa wokovu. Wokovu aliyoutoa kwa gharama ya kubwa sana. Inabidi tukaweze kumheshimu 100%. Sure. Bila kukuwa na waziwazi ama tashwishi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa Biblia ikatuambia siku ya leo, kanisa, tutapataje kupona? Tusipojali wokovu mkuu wa namna hii ambao Mungu ametupa. Wokovu mkuu. Jua ya kwamba jinsi umeokoka una wokovu, jua wokovu ni mkubwa. Praise God. Amen. Na usikubali saa zingine mtu kucheza na wokovu wako. Hallelujah. Praise God. Amen. Mimi hata pale ninapoishi katika hiyo mnaitanga aje? Kwa plot. Dada, ndugu yangu, watu wajue umeokoka. Sure. Watu wajue umempenda Yesu. Yes. Wachana na vikao ya wamama. Hallelujah. Ya nyumba yako. Aha. Praise God. Amen. Watu wajue unampenda Yesu. Oh, yes. Praise God. Amen. Ukiona kuna mtu anakuja kwako anataka kukuharibia maisha, mwambie dada, sina hiyo time. Lakini nina time ya Yesu na neno la Mungu. Praise God. Amen. Mimi naishi kazini, lakini tu kwa ile wakati ninakuja kama Saturday ama nikuweko tu holiday hapo. Hey. Hapa ndo story najua wamama si amuko hivyo. Yaani unafasikia fitina, masengenyo, maneno tofauti tofauti. Na umeketi ndani ya nyumba unasikia unasema, "Hey!" Hii haitii moyo. Lakini wewe simama kama wewe. Amen. Mtu akikuja kwako na mshene. Anakuja kwako, mkaribishe. Kukaribisha ni bure. Karibu mama. Keti mahali hapo, tengeneza kikombe cha chai, mpatie akunywe. Akianza acha nikwambie hapo, unajua huyu mama Jane ni hapa ndani ya nyumba. Unamwambia Jane, unamwambia, anakuelezea, sikiliza. Usikino. Yes. Atakapomaliza anamwambia, dada, Mungu ni mwema. Nashukuru sana kwa yote ambayo. Lakini unasikia siku nyingine, leo na kesho kutwa na milele ikuwe mwisho. Usiniletee mambo ya Jane tena. Yes. Kama unataka kunywa chai kwangu, kunywa chai na ufanye nini? Na utoke. Je, tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu wa namna hii Mungu ametupea? Ni tuache Watu wanakujua tu wewe ni mama kelele. Hata uende heshimu baba. Baba akikuja tu amechelewa kidogo unaanza mpaka hata unamaliza mpaka Z na bado unaanza sijui A B. Unaanza hata unaweka B A B B. Jali wokovu wako. Haleluya. Mimi kila mahali naenda hata nitanga mama church. Hata nashangaa hii ni neema. Sure. Tena anakuja anapata mama church hapa. Hallelujah. Watu wananitanga mama church. Wewe watu wanakuitanga aje? Mrs. Pass. Pia watu wanakuitanga aje? Hapo kwa plot. Sema tu kweli mbele za Mungu. Mimi nitanga muibi. Muibi. Oh, haleluya. Watu wakujue, wasema kwamba huyo mama usimchezee. Yes. Kama una maneno mengine usiende. Nasema hivyo kwa
nini? Nataka nikulete karibu. Haleluya. Wakati nimekuwa msichana na hata bado mimi ni msichana kwa Yesu. Haleluya. Watoto vijana, wasichana wenye mko hapa. Unajua mimi nilikuwa naitwa msichana wa Yesu. Wewe. Nilikuwa nikipita mahali wanasema usicheze na huyo msichana wa Yesu. Huyo hutaendana na yeye. Bwana asifiwe. Amen. Wasichana wewe ni unaitwaje? Unaitwaje? Atijenzi. Praise God. Amen. Tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu ambao Mungu ametupa? Dada, wokovu wako simama imara. Wacha kuchezewa. Praise God. Mwambie wakati wa Mungu ukifika, mimi na wewe. Na kama wakati bado niache kwanza ni muabudu Mungu. Yes. Hallelujah. Amen. Hapana kuchezewa ovyo ovyo. Jali wokovu wako, maana kila mtu ambaye ako hapa si ameokoka, anampenda Yesu. Hallelujah. Amen. Wokovu ni kitu kubwa. Ni wokovu Mungu alikupatia, ni nasema aje? Ni gift. Ni kipawa kikubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jali wokovu wako. Amen. Utakapojali wokovu wako, mama yangu, utakapojali wokovu, utaketi na wafalme. Amen. Sure. Utakula na watu wakubwa kwa meza. Sure. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utaandaliwa meza, ukule pamoja na wafalme. Kwa sababu ya kujali wokovu. Praise God. Amen. Unasikia ya kwamba mtu ameokoka leo, kesho unasikia ametafutiwa visa. Anapanda ndege. Sure. Ni kwa sababu gani? Utakapomfuata huyo mama ama huyo mzee ama huyo kijana, utapata ambaye acheze na wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utapata amejali wokovu wake kwa namna nyingine ya hali ya juu sana. Bwana asifiwe. Amen. Ukitaka kupona, jali wokovu ambao Mungu alikupea. Akautoa kwa gharama ya bure ya kipekee. Hakusema wewe uteseke usulubiwe. Hata wewe ungesulubiwa ungekufanga tu mara hiyo na umeenda kabisa. Hata ungefufuka. Lakini Yesu akafufuka kwa ajili yako ili wewe uokolewe. Kwa hivyo hiyo kipawa ya wokovu ulio nayo usialau mtu acheze nayo. Amen. Hallelujah. Napenda kwamba kama wewe ni Mkristo, wengi unajua wanakuanga waongo sana. Hata bishop anaweza kupigia simu akamwambia brother Enos ako kwa nyumba. Atakuja. Hallelujah. Amen. Unajua nisitaki kuita mtu hapa alafu aseme walinisema mimi. Praise God. Na mtu asimwambie. Hata kama yako Taja mimi niko hapa. Hallelujah. Amen. Anampigia simu brother Enos uko wapi? Enos anasema niko kwa nyumba. Unaweza kuja hapa kanisani kidogo, kuna mambo tunataka tupange 1 2 3. Hiyo ni 1:30. Ati nakuja tu saa hii. Inafika saa 2, saa 5. Bishop anakaa like 1 hour, anapiga simu tena anasema brother Enos ufiki. Nakuja bishop kidogo tu. Hakuna jamu. Hiyo ni asubuhi. It's true. Nafika saa 3, saa 4. Askofu anashangaa. Kisha lazima sije. Azimi sasa hata shika. Hiyo saa 5. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakika amejaza uongo. Hakika hata kama ni mbinguni wewe ingia. Mtumishi wa Mungu akupigia simu kwa heshima zote hizo. Haleluya. Umudanganya unakuja. Mpaka mwishowe huwezi kuja, alafu kutana na unamwambia you know what? Apostle kizungu. Sijui. Akinakwambia ishikrada. Kama wewe ni Mkristo umeokoka, ambia hakika bishop umenipigia simu lakini kwa saa hii sipatikani. Tafadhali naomba sipatikani, ndapatikana na sasa. Yes. Hallelujah. Amen. Kwa hekima tutapataje kupona? Tusipojali wokovu mkuu ambao Mungu ametupa. Wokovu mkuu wa namna hii. Utapataje kupona kama umejaza uongo? Uongo inaua. Umejaza uongo, mama hata kwa mzee yako. Kutana na mama. Hallelujah. Amen. Baba anakupigia simu, mama uko wapi? Niko tu kwa nyumba. Na mama ako kwa mlango. Niko kwa nyumba, unafanya nini? Natengeneza chakula.
Baba ako kwa mlango. Na uko mshene. Na huko kwa mlango. Inafika wazee sikieni ni waje. Erika! Unapiga mama anampiga simu tena mama uko kwa mlango. Niko kwa mlango na pia ni unapika. Hiyo ili happen kwa mama mwingine jirani kwa plot mpaka nikamhurumia sana. Mzee alikuwa ametoka mbali na hakumwambia anakuja. Mkuenge rada wa mama. Muache uongo. Bunda kitakuuma kitakulamba. Ndio siku hiyo utasema wewe Mungu wangu, Bishop wewe kwangu kumeumana. Wewe mwenyewe ndio unataka kiumana. Haleluya. Amen. Usipojali wokovu Mungu amekupa, ukakuwa mkamilifu mbele za Mungu, tutapataje kupona? Ndio maana hata ndoa za watu leo hazijasimama. Kwa sababu ya hiyo uongo. Sasa huyo mama mzee akakuja akamwambia uko wapi, habari ya watoto? Watoto ni wazima na baba amesimama kwa mlango. Mama akadanganya. Na imani anadanganya ako kwa nyumba na alikuwa ameenda kanisa hii ya msalaba ya watu ambao Catholic. Ako kwa kanisani kumbe. Na anaambia mzee niko kwa nyumba. Na mzee yuko kwa mlango. Mama alipokuja, alishindwa hata kusema. Na zaongea na watoto. Ati watoto wameenda nje kucheza. Mama alikuwa kwa nyumba. Ilimuramba. Na baba ametoka nje amekuja na madola. Madola zikampita. Akatoka kwake akaenda. Juu ya uongo. Na mama ni mwokovu, ameokoka, anasema amempenda Yesu, anaenda mbinguni. Na amejaza uongo. Amejaza uongo. Kilimuramba. Hakika tutapona. Ndio Biblia inatuambia siku ya leo, je, tutapataje? Tusipojali wokovu mkuu wa Mungu mkubwa namna hii Mungu ametupatia. Haleluya. Amen. Kuwa mtu wa kusikia. Jali wokovu wako, ukiwaambia neno hata na kiongozi kanisani, kuwa na heshima. Sure. Sikia. Bwana asifiwe. Mimi nanyekeanga na kuwa kama mtoto sometimes kwa vitu ambavyo haiwezekani. Lakini kama wewe unasema mimi mtoto ataniambia nini? Wewe una kitu ya kuniambia hapana. Sikiliza hata mtoto, kuwa na heshima hata kwa mtoto. Praise God. Amen. Na mtu ambaye ameokoka anajali wokovu wake, lazima akuwe na adabu. Nidhamu. Kwa mkubwa ama kwa mdogo. Haleluya. Hata kuna mtoto wa jirani anaweza kuja kwako unaonanga miujiza sana. Mtu anaweza sukuma mtoto wa mtu hata anaweza anguka afujike huko. Lakini mama wewe umeokoka, usirudishe mabaya. Mtoto atakuja kukuambia hapana kutoka, hey! Leo utaniambia, mimi sipendi mtoto na mtoto wangu. Wewe mama nani mtoto wako wapi? Utapigwa bure. Hauna nguvu. Praise God. Linda wokovu. Ambia Mungu. Mama, ama kama ni msichana, mtoto umeumia. Mtoto atakwambia hapana, au atamwambia pole. Na kama amesema umeumia kidogo, mwambie apole. Hii hata hujaumia sana. Hii ni kidogo. Praise God. Amen. Usikuwe mama wa vita kwa plot. Ati kwa ajili tu ya mtoto mnaenda kupigana, mnatukanana, mpaka maneno mengine hata ukijaribu kuhesabu spellings ya ushiki hata spelling hata moja. Kwa tusi tu moja ambayo mtu ametoa. Praise God. Jali wokovu wako. Mungu alikupea wokovu, alikuokoa katika mataifa. Kuna watu wengi leo wajaokoka, hata wamjui Yesu ni nani. Praise God. Na wanapitia maisha magumu. Wengine wanameza dawa 30 asubuhi peke yake. Lakini wewe hata panda ndio tu moja hata Plito mjemeza. Jali wokovu Mungu amekupatia. Ukitaka kupona, kukua mama mkubwa, kukua mzee wa ajabu katika kijiji ambao unaishi, jali hiyo wokovu. Praise God. Amen. Unapoingia kwa hiyo malango yako na umeokoka, watu wanasema nini? Praise God. Amen. Wengine hata bishop anaweza kuja kwa mlango na wamekuja na mama kukutembelea. Watu wanasema, "Wa! Bishop wetu bila anapiganga luku." Praise God. Sema tena. Bishop wetu bila anapiganga luku. Hallelujah. Amen. Yaani amekuja kwa mlango wako mpaka anasema tu, "Atu mama sana anajifanya leo ameokoka." Ona tu bishop yake anaangalia wewe yake upasa kwa na shida. Na shida kwa sababu gani? Yako wewe. Bwana asifiwe. Sasa hivi mapendo umeamka mapema, watu wamekuona vile umeng'ara. Haleluya. Hata ninapoona mpaka nashangaa. Yaani watu wameng'ara, hebu angalia jirani yako uone kama. Umeng'ara
ukitoka kwa mlango watu wanasema badala waseme huyo mama anaenda kanisa. Ati haone sana. Ati sasa ndio kanaenda kanisa. Wanajidanganya. Ati Bwana asifiwe. Hii ni kali. Bwana Yesu asifiwe. Wacha ijulikane pale Malagoni tunaishi. Umeokoka. Sema yes, it's yes. Kama ni no, no. Hapana reverse. Hapana changanya. Jichanganye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutapataje kupona tusipojali wokovu ambao Bwana ametupa, wokovu mkuu wa namna hii? Wisha maneno. Tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii ambao kwanza ulionenwa na Bwana kisha ukadhibitika kwetu na wale waliosikia. Yaani kisha ukadhibitika kwetu kwa wale walisikia. Praise God. Sasa unasikia vile nakwambia, utapataje kupona? Wacha hiyo kujali wokovu ukuingie na udhibitike jinsi ambayo utasikia. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Hallelujah. Amen. Wokovu. 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 Wasichana wetu pale nyuma, kesho hivi mnakuwa tu mama kamilwa. Praise God. Amen. Lakini usikue mama kabla siku ijafika. Jali wokovu ambao umeupata kama ungali kijana. Hallelujah. Amen. Pata wokovu, jali wokovu ambao umeupata ukiwa mzee. Kuna watu wameokoka ukiwa wazee. Jali hiyo wokovu ambao uliupata ukiwa kijana, mtoto mdogo. Unajua kuna watu waliokoka kitambo sana. Praise God. Lakini unapofuatilia hatua zao, utapata ya kwamba hata hiyo wokovu hawaujali. Hawajali wokovu. Yaani hao wako tu hapo like that. Wanasema tu utalo niende kanisa siku ya mwisho nizikwe. Yaani unaenda tu kanisa juu ya siku ya kuzikwa peke yake. Ndugu, jali wokovu wako. Hata hiyo siku kama ukijali wokovu, hiyo kuzikwa hata itakushutua. Praise God. Lakini jambo tunaloomba kutoka kwa Mungu ni ile tujali wokovu wetu na siku ya mwisho tuketi na baba wetu kando ya ile kiti chake cha enzi. Praise God. Usifanye kazi ya bure, kungangana bure. Ile asubuhi hata mimi leo nimengangana kuamka. Nikuje kanisani ninasikia ni kama nataka nitoke na nguvu, nikamwambia no. Lazima nataka niamuke. Yes. Leo sitaki kulala. Hata kama nimesema leo ndio siku ya kupumzika, lakini toka. Yes. Praise God. Amen. Tujali wokovu wetu. Bwana asifiwe. Yes. Leo hii kuna mtu ambaye ameokoka, akikuja mahali hapa hata akiomba, Roho wa Mungu anaweza shuka. Lakini utakapompigia simu saa hii na muulize dada Evelyn. Dada Evelyn yako kwa nyumba? Anakuanga? Na ako kanisani? Sai yako? Si wewe, ni Evelyn ni mwingine. Ukimpata Jumapili, dada kwa nini ukuja kwa kanisa? Atakwambia unajua Jumapili peke yake tu ndio niko na nafasi. Nafaa nifue, nafaa nifanye usafi, nafaa sijui nifanye nini. Akuti kanisani kwa sababu ya kufua. Anaokoka. Akiwa jambo linaniumizanga moyo. Praise God. Amen. Linaniumizanga moyo sana. Hakika unampenda Mungu. Hapo 100% upendi Mungu wako. Sure. Mbona ufue nguo Jumapili? Jamani. So ungefua hata jana kuanzia saa 2 ya usiku mpaka saa 3. Ukimaliza nguo zako umezifua asubuhi na unaweka napeka kwa kama. Mpaka watu wakiambiwa wasema ulifua saa ngapi? Naambia nimefua tu saa. Praise God. Na ukuje kanisani umwabudu Mungu. Yes. Watu wamepotea, wameangamia kwa sababu ya kutojali wokovu ambao Mungu aliwapatia. Yaani wamecheza na wokovu, wamefanya mzaha mpaka hata ndani ya nyumba ya Bwana watu wanafanya mzaha. Praise God. Utapataje kupona? Na unamlilia Mungu,
kile kakikuja kidogo sasa, Mungu wangu unikumbuke. Na siku nyingine unafanya mzaa. Hata uwendi kazi wanakuita ingia kwa maombi Thursday. Hata uwezi fika. Utapataje kupona usipojali wokovu mkuu namna hii Mungu alikupatia? Ukitaka kupona, jali wokovu wako. Mtumikie Mungu jinsi ipasavyo. Praise God. Kama una nafasi ya kuingia kwa maombi Saturdays, sijui Thursday, siku yoyote ile, chukua hiyo nafasi, ingia mtafute Mungu. Jali wokovu wako. Na hiyo wokovu utakapoujali, hata siku yako ya mateso Bwana atakujali. Siku yako ya mateso Bwana atakukumbuka. Lakini usipojali wokovu wako leo hii ambao Mungu amekupatia, mateso ikifika Mungu atakuachilia tu pia. Lakini utakapojali wokovu na kusimama imara, utapona. Utaokolewa. Utakuwa na maisha mazuri. Praise God. Tujali wokovu wetu ili tupate baraka zote za Mungu ambazo Mungu ametuandalia ndani ya maisha yetu. Amen. Kanisa la Bwana ambalo limebarikiwa, jali wokovu wako ambao Mungu amekupea, aliyokupea kwa gharama ya kipekee, ambaye hata leo wangesema Pastor Francis, amuka tukusulubisha kwa ajili ya kanisa ya Lord's Glory. Ai, ungeinua mikono ungesema hiyo kikombe kikubwa kwangu siwezi. Praise God. Ungesema hiyo siwezi. Kama unataka kuniua tu leo niueni tu basi mara moja, lakini msinijaribie hiyo. Praise God. Lakini Yesu, unajua saa zingine mimi huwa natoka na machozi. Nani ameona hii kipindi ya kusulubiwa kwa Yesu? Wakati tumekuwa shuleni wametuletea kila wakati, tumekuwa tukiona hizo feelings. Nani mwenye alioti tu akiwa macho kavu mpaka ikaisha? Inua mkono wako tu nikuone. Yaani ukaoti tu kile Yesu, ona nani amebeba mkono? Sister yetu muimbaji, mwimbi. Huyo ni hardcore. Nani ametoa machozi? Hawezi toa. Praise God. Mimi nilikuwa nikiangalia filamu ya Yesu jinsi anateswa. Anapigwa micheleti. Damu inamtoka. Nasemanga siwezi chezea wokovu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Heri niseme uongo ukweli na ikuumiza wewe, lakini kwa Mungu najua nipone. Heri nikataane na hata na mali zako unataka kunipea, lakini nichunge wokovu wangu. Praise God. Linda wokovu wako. Hiyo kipawa yenye Mungu alikupea hata kuichezea. Ni gharama kubwa sana. Na wakati utajua hautazeeka. Mimi niko na miaka mingi lakini sizeeki. Bado wewe ni princess. Praise God. Chunga wewe hapo usizeeke kesho na ungali mdogo. Kwa sababu ya kucheza na wokovu. Praise God. Amen. Usicheze na wokovu Mungu amekupatia. Hallelujah. Hata wazee jinsi mnaona wamekaa hapa hivi, si ati hawana akili. Yes. Lakini wamenyenyekea. Wanamshukuru Mungu kwa wokovu Mungu aliwapatia. Yes. Maana wana jambo la kusema 1, 2, 3, kama si huyu Mungu hata wangefika jinsi wamefika. Haleluya. Amen. Ama wazee na dangani. Si ni ukweli? Tukipea mtu microphone sasa hapa aseme kwa nini niliokoka, kuna something behind. Yes. Praise God. Amen. Mwingine anaweza kuja hapa aseme, unajua ndugu yangu mwingine hapo nyumbani ni mlevi sana, anaitwa Frederick. Sasa huyo ndugu yangu alikuwa mlevi sana. Siku moja akakuja kanisani akasema, nyinyi mcheze kucheza na wokovu nyinyi. Yesu aliwapenda lakini nyinyi mnacheza sana. Mimi nimempenda Yesu, nimeokoka kuanzia leo. Sitarudi nyuma tena. Nilikuwa nimeanguka kwa shimo. Na hiyo shimo si ya kupona. Lakini hakuvunjika. Hakuna mahali alikuanguka. Alitoka tu ndani vizuri akiwa hai. Aliokoka Yesu. Hallelujah. Praise God. Amen. Kwa sababu ya nini? Ya ile ana imani angekufa na maji ilikuwa kwa Yesu. Lakini hakukufa. Na unajua mlevi alilala ndani, unajua usiku yote mpaka asubuhi. Just imagine. Mungu bado anakupenda na anataka umtumikie. Linda hiyo wokovu wako.
Mwambie mpaka Yesu, siku ambayo nitakutana na wewe nikikulaki mawinguni, nikishangilia nikisema asante Yesu, wacha nipumzike na wewe. Praise God. Amen. Jali wokovu wako. Jali wokovu Mungu amekupatia kwa gharama bure, na usifanye mchezo. Amen. Kama ni kukuja kanisani, kuja and mean serious. Yes. Mtu anaweza kuja kanisani, unapata ameketi kwa kiti hapo dakika 5 ametoka nje, dakika 2 ametoka nje. Hey! Hiyo unajali wokovu kweli? Yaani ako out in. Hata una confusing watu wengine. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante dada, hata ikianguka haina shida. Tunahubiri injili ya Yesu. Yes. Daudi alipomwimbia Mungu mavazi yalianguka. Yes. Lakini utukufu ulimrudia nani? Mungu. Lakini asante dada. Thank you. Yaani wadada hapa wanapenda kuona mtu akiwa smart all the Yes. time. Yes. And that is good. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yaani wokovu wako hata unapokuwa ndani ya nyumba ya Bwana. Amen. Wacha kutoka nje na kuingia na kutoka na kuingia. Maana kuna wakati mchungaji anasimama ama kiongozi yoyote ananena na neno la Mungu. Na hilo neno lilikuwa labda liponye maisha yako. Lakini kwa sababu wewe shetani hataki upone na kwa ajili ya hilo neno, simu inakuja. Toka. Unatoka nje, una miss hiyo neno. Na uponyaji wako unapita. Mimi simu yangu nikaka silent, hata mtu apige nikiwa nimeishika hivi, sishikangi simu na siwezi toka nje. Praise God. Jumapili stoki na siwezi shika. Akitaka andike message na hata sita reply mpaka vile natoka kanisani. Haleluya. Tujali wokovu wa Mungu hata tukiwa ndani ya nyumba ya Bwana. Asubuhi ya leo mimi sina mengi, lakini nazaambia kanisa ya kwamba ukitaka kupona, ukitaka ndoa yako ikuwe mzuri, ukitaka wokovu wako uonekane mbele ya watu, jali wokovu ambao Mungu amekupa. Yaani wokovu mkuu ni kipawa yenye watu wengine hawana, lakini wewe Mungu amekupenda na akakupatia hii wokovu. Ujali wokovu. Praise God. Ili tupate kupona. Ili familia yetu inapokuangalia nasema mama yetu aliokoka na mama yetu hakutaka mchezo. Praise God. Amen. Mama yangu kama msichana kama anasema mama yangu alijali wokovu, amekuwa mama ameenda kanisa. Lakini mtoto wako anakusoma tabia zako, anapokuona au jisimama imara, anasema tani hata mimi mama yangu ani wanafatanga tabia. Praise God. Amen. Kwa hivyo simama imara ili wale wadogo wako nyuma yako wasifanye vitu mbaya. Wanapotaka kufanya sana, ai mama yetu alijali wokovu ambao Mungu alimpatia. Haleluya. Jali wokovu wako upate kupona katika jina la Yesu Kristo. Praise God. Amen. Jali wokovu wako upate kufunguliwa. Jali wokovu wako uwekwe huru. Jali wokovu Mungu amekupea hata upone. Praise God. Mambo mengine hata huwezi ng'ang'ana kwa kuomba, lakini utakapojali wokovu ambao Mungu amekupa, yenyewe yanaenda through. Nikiwa pale kazini, watu nafanyia ni Waislamu, lakini Waislamu wa kutoka Turkey. Kwetu tunang'ang'ananga na Kizungu. Kuna Kiswahili hata watu hawajui. Huyo mama akawahi niuliza siku moja. Unajua nikiwa kazini mimi huvaa hizo nguo zao vile wanataka. Unajua mtu mwingine hawezi taka uvae bibi yako. Anataka uvae si uniform but hizo madera. Mimi huvaa. Sasa huyo mama akakuja siku moja akaniambia, Lilian, unakaa vizuri ukivaa hivyo kama sisi unafunga kitambaa hivyo. Tunataka unaweza kubali kubadilisha dini. Sikia ni? Na ukitaka kubadilisha dini unajua tunakulipa pesa. Pesa mzuri? Madola. Praise God. Amen. Nikasema hata katika kwa dawa Jesus Christ, the only Savior and Lord in my life. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu watu mko hapa, lakini Rose Glory hakuna. Si hapa. Hapa hakuna. Kwa sababu Wakatoliki tu wanapenda pesa. Mtu akasema ya kwamba nataka hiyo pesa, niache Yesu. Siwezi hata Yesu. Wokovu wakisema Jesus. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Hivi nianza kwenda Alba.
imenitia moyo. Bwana asifiwe. Hiyo kitu imenisaidia. Praise God. Kama ni no, it's no. Yes. Yes, yes. Praise God. Amen. Hata mimi si hata brother zangu unanijua. Semeni leo. Mimi kama sitakani na hiyo story nimesema sitaki. Amen. That's all. Hallelujah. Praise God. Amen. Na Mungu amenisaidia kwa sababu ya wokovu. Ukinga alafu aniambie wimbo usema usiwe kama kinyonga, usiwe kama popo. Siwezi taka hiyo wimbo. Praise God. Amen. Simama kwa misimamo yako kweli. Jali wokovu. Hallelujah. Amen. Kanisa asubuhi ya leo Mungu awabariki. Amen. Awatende mema. Amen. Tutapataje kupona tusipojali wokovu? Tujali wokovu Mungu ametupatia. Hallelujah. Amen. Tutaenda mbali. Tutabarikiwa. Amen. Tutafanikiwa. Hallelujah. Katika jina la Yesu. Amen. Barikiwe sana. Amen. 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 Hallelujah. Hey, what did I tell you? Niliwaambia nini? Niliwaambia kutawaka moto. Hallelujah. Inaitwa fire. Our mama has spoken the truth. Hallelujah. Wewe na mimi tumelinda wokovu yetu. Uko sure? Kama umelinda wokovu, unaambiwa uoshe vyombo, unainua hivi mdomo. Yaani imagine ni vyombo umetumia kukunywa chai. Unaambiwa uoshe na unafanya si hata Edith na yao sheko. Hallelujah. Umelinda wokovu kweli? Yaani mama ni kama Roho Mtakatifu alimnenea akamwambia unaona hilo nzuri. Inataka wafunza about kulinda wokovu. Hallelujah. Thank you so much woman of God. We appreciate the grace you carry. Nilikuwa nawaambia unajua when you carry the grace itself itajitambulisha. Hallelujah. Nobody knew here that she has that grace. But tumejionea kwa macho, si ndio? Thank you so much. Thank you so much. And I know God had a reason for choosing you as our mama. Hallelujah. Na naona watu hapa tukikuwa shaped. Unajua kuna venye tunasemanga sisi ni wamama tumeokoka. But my friend tumejaza maasira. Tumejaza hiyo ushene. Tumejaza maatuzi. Lakini najua with her lazima tutawekwa kwa katika njia iliyo nzuri. Hallelujah. Amen. Nataka tu tuamke sisi wote. Tunapoenda kuimba one worship. Tafakari tu ndani ya moyo wako. Kama kuna mahali umekuwa ukienda kinyume na mapenzi ya Mungu, ambia tu Mungu, God help me. I want to live according to your will. Help me Lord. Help me not to go astray. Hallelujah. Enda tu mbele za Bwana ukaambia Mungu, I'm waiting for you keyboardist. Ukaambia Mungu nisaidie nikalinde imani yangu. Nisaidie nikalinde wokovu wangu. Nisaidie nikaweze hata